hayo magaga mnayoyaita. Sema la ilaha illa Allah. Ili jua ambalo tunaliona limepoza sana, ndio maana Allah amesema ndani ya Qur'ani, anasema utawaona watu kana kwamba wamelewa. Yani siku ya kiyama utawaona watu wanatembea kana kwamba walevi. Allah anasema hapana, hawajalewa ila wamelewa adhabu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atupe stara yake. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atupe huruma na baraka ya Bwana Mtume Muhammad. Bwana Mtume Muhammad. Sasa akasema mapema watu wa aina saba watafunikwa na kivuli cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli katika hao waliotaja watu saba, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema miongoni mwa watu watakaofunikwa kivuli cha Allah ni wale waliowafanyia wema, ile birrul walidayya, kuwafanyia wema, ihsani wazazi wawili. Sema la ilaha illa Allah. Ramadhani kama hivi ukajua iftari ya wazazi wako. Ramadhani kama hivi ukajua ukaenda kumchukua hata mzazi shamba ukaja kufuturu naye. Lakini pia katika watu watakao funikwa kivuli ni watu waliowalisha na kuwanywesha watu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata juzi nilimwona mufti anasema katika mitandao, anasema watu warudishe utaratibu wa kufuturu nje. Zamani mabibi zetu wa miaka 90, miaka 1000 iliyopita, ilikuwa zamani Ramadhani ikifika mtu hawazi kuhusu iftari. Uongo ukweli? Kwamba nitafunga leo, kuna familia zinaomba Ramadhani isiingie, Sheikh Hussein. Sababa kafa, mama amebaki na watoto, ana watoto 7, iftari shida, daku shida. Sasa hayo kujua kwamba iftari shida na daku shida, zamani ilikuwa kuanzia iftari na daku vinapigwa nje. Sema la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yani Kongowe kama hapa utakuta nyumba za mtaa huu zote wanafuturu pahala pamoja. Ukienda Kibelewele pale, nyumba za Kibelewele kila mtaa wanafuturu pahala pamoja. Huyu mwenye mkate wa kuchoma analeta, huyu mwenye upolo wa jana analeta, huyu mwenye samaki analeta, huyu mwenye nini analeta, huyu mwenye maembe analeta, huyu mwenye gimbi analeta, huyu mwenye muogo wa ukaanga, huyu mwenye muogo wa kuchoma analeta. Walipatikana ile takrim. Sema la ilaha illa Allah. Mwezi wa Ramadhani ukifanya jambo la kulipa thawabu unahesabiwa kama umefanya jambo la faradhi. Sema la ilaha illa Allah. Mpaka ule usingizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unahesabiwa kwamba upo katika ibada. Lakini huo usingizi wa machovu ya tarawih usio usingizi kama aliyosema Sheikh Hussein, ukawa usingizi wa machovu ya kuangalia zetu, usingizi wa ile tamthilia ile ya Waturuki inaitwa nini, Ottoman. Unaangalia, unawasikia watu vitu vyao hivi. Sema la ilaha illa Allah. Unaangalia zile Ottoman, unaangalia zile, unakesha karata zile mnazita nini, ile dubu unayoka 200 vinakuja shilingi. Mnahitaji gani? Mchezo gani ule dubu? Inna lillahi. Kwa hayo ndiyo maandalizi ambayo hayatakiwi. Sema la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kuna nyingine inaitwa vunja jungu. Mwenyezi Mungu atunusurie. Semeni amin. Amin. Tena amin. Amin. Tena amin. Amin. Watu wanakesha baa, watu wanakesha huko katika maasi, wanasema wanajiandaa kuipokea Ramadhani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah jalie lengo la funga lipatikane. Amin. Mungu anasema lengo la kufunga la'allakum tattaqun. Ramadhani usali kwa ajili ya Allah, ufunge kwa ajili ya Allah. Usije ukafunga Ramadhani ili watu wakuone. Usije ukafunga katika kinywa, inabidi ufunge macho, yafunge mdomo, ufunge. Yani mtu akikuona ajue kwamba kweli amefunga. Siku moja Mtume alionekana anasema, hakika harufu inayompendezesha Allah ni harufu ya mtu aliyofunga. Allahu akbar. Sema Allahu akbar. Sema Allahu akbar. Allahu akbar. Ile harufu ile. Ramadhani tutumie kusoma Qur'ani. Ramadhani tukue katika darasa hapa. Ndio maana hapa Zawiyani kwetu Ramadhani ikiingia kila siku iende kwa Mungu kuanzia asubuhi saa 1
tunakuwa na darsa hapa, tunakuwa na adhkar, tunakuwa tuna dua, tunakuwa na zile dhikri, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Hayo maneno kila siku nasema tuyafanyie kazi. Ramadhani ikifika usio unafatisha fatisha minan nar, inasikika ile ya mwisho ya tawabu tubu alaina, wewe unamaliza alaina, unafatafata tu. Hapana, haya maneno yana maana yake, yana maana okay. Ya tawabu tubu alaina warhamna wanzur ilaina. Ya tawab, Allah tawab, mwenye kuwasamehe waja wako. Warhamna, utuhurumie. Wanzuru ilaina, na ututizame. Ukitizama na Allah ni baraka kubwa sana. Sema alhamdulillah, alhamdulillah, tena alhamdulillah, alhamdulillah. Kwa maana watu wabaya Allah siku ya kiyama wakipata bahati ya kumwona Allah, nyama zao zitakuwa zinaporomoka katika mili yao. Mwenyezi Mungu atunusuru, Mwenyezi Mungu atunusuru. Kwa maana Mungu akasema kwamba, mmoja ya wasemaji akasema, kum fi dunia ka'annak gharib, tuishi katika dunia kama vile wapita njia. Leo kuna watu wanafanya ubaya, wanafanya uchawi, yani anakuroga, yani anakukomoa. Hapa tukisema kuhusu uchawi kuna watu wanacheka, wanachukulia poa. Uchawi bwana, hao wanajifanyisha wanapandisha majini. Mtu anarogwa tu, kawaida tu. Uchawi unauma. Wallahi kuna mama mmoja sijui kama amekuja, anatoka Kimanzichana. Yeye huyo aliota analishwa. Anafanyaje? Asubuhi akaamka, mdomoni kwake kuna kama kijiupele kidogo tu, kama kile kijichunusi. Akakikuna. Baada ya kukikuna, acha nichukue maji nijipake, labda kawaida. Allahu akbar, amemaliza mausari yote, kamaliza gharama zote. Nakutana naye pale, anambia, Sharifu, mimi nilikuwa nishakata tamaa, yani naomba tu umauti uje unichukue. Nikamwambia, mama, usiseme hivi. Mwenyezi Mungu wallahi akiamua kubadilisha hali yako hakuna kumzuia. Sema la ilaha illa Allah. Yani wewe kana imani, ulisema hapa Sheikh Hussein, mashallah, kana imani ya kujua kwamba inna ma'al yusr yusra, kuwa na matumaini kwamba nyakati ngumu hazidumu. Waliokucheka leo kesho watakuheshimu, lakini inategemea. Usije ukasema walionicheka leo kesho wataniheshimu bila kupambana. Pambana. Umeambiwa dawa hii tumia. Hata ukiona hapa uelewe, unakuja katika dua mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unakuja kila Jumapili huelewi lolote. Madua yakifanyika ndo kwanza yanakuvuruga. Tafuta zawia nyingine, tafuta sehemu nyingine ya kuomba dua, sababu utakuwa unasindikiza watu. Sasa maji ya Fathul Jasad ushatumia maji zaidi ya 1000, tiba za mtu mmoja ushafanyiwa, manyungu yote kushayamaliza, mafusha yote ushapiga. Yani mpaka mtu juzi niko dukani na mchanganyizia mtu dawa, nilikuwa nachanganya dawa takriban aina 30. Yule mama wallahi amenitajia dawa zote. Kama mganga anambia, pana Sharifu, nimetumia dawa mpaka dawa nimezijua. Hiyo kibiti upele, hiyo karaful maiti, hiyo baruti, huu mkatakesi, huu mlipu, huu mpapatiko, mavia tembo, hii kibiti upele, yani dawa zote, mpaka amekuwa mtaalamu wa dawa. Sema la ilaha illa Allah. Kwa sababu ya nini? Ya matatizo. Sema la ilaha illa Allah. Tena anajitahidi mtu huyo. Haya maji ya Fathul Jasad, kuna watu nyumbani kwao wana viroba sasa. Yani kuna watu wanakuja katika dua, mpaka sasa watu wabaya wamebadilisha majina, wanawaita machizi dua. Uongo kweli? Hakuna dua inayompita. Ukitoa dawa yeye wa kwanza, ukisema sadaka yeye wa kwanza, yani hamna jambo lenye kumpita. Lakini ndo kwanza matatizo yake yako pale pale. Sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.
Mwenyezi Mungu atabadilisha maisha. Sema la ilaha illallah. Jumapili hapa nilikupeni mfano wa mama mmoja alionipa zawadi hapa. Mbia Sharif, mimi na kiwanja changu nataka nikikupe. Alikuwa na mtoto amefanyiwa sihiri na ndugu, yani kwa mwezi anaenda shuleni mara moja, na akienda subuhi saa 4 asharudishwa. Anafanya mtihani huku anaumwa. Sema la ilaha illallah. Yanakuja matokeo, mama anipigia simu anambia, analia, anambia Sharif, mwanangu amepata division 1. Na tena sio division 1 tu, serikali inakwenda kumsomesha kwenye vipaji maalum. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati, usihuzunike. Yule mama anambia Sharif, kila ninavyozidi kukaa hilo donda linazidi kukua na linazidi kunyauka hivi kama vile mlenda. Yule mama yuko wapi yule? Simama bibi yangu. Simama. Hebu angalia kule. Unaona? Kaa bibi yangu. Mimi nashangaa sana napomwona mtu yani amini kinachofanyika hapa. Yani anaona kama vile mnasema vipi? Yani kwamba anachukulia poa. Ndio maana katika Uislamu ukisema hakuna uchawi, wallahi tallahi wewe moja kwa moja unaingia motoni. Ndio maana mchawi Mungu ametangaza bifu na yeye. Mimi nimeenda pala pamoja nikaanza kuambiwa, bwana wewe mtoto, kwa nini unajitiatia sheshe sana? Hapa Dar es Salaam kuna mashewa ngapi? Yani wewe mdomo wako unawashwa usiposema wachawi. Nikasema mimi si wachukii wachawi, na mimi sijatangaza ubaya na wachawi, na wala mimi sijawa wa kwanza kutangaza vita na nini na wachawi. Mlaumuni Allah. Alioanza kutangaza ubaya na wachawi ni Allah. Allah anasema wal mushrikina fi nari jahannam, malizieni kharidina fiha. Yani mchawi Sheikh Hussein hakai motoni tu, wal mushrikina fi nari. Usishie hapo sasa kwamba wachawi wote ni wapi. Mungu akamaliza kharidina fiha abada. Yani wachawi sio kuishi tu motoni. Wallahi Mwenyezi Mungu ajalie toba kabla ya mauti. Unajua adhabu ya Mungu, kuna mtu mmoja anasema kufa poa tu, kufaana. Ukifa umeisha, ukifa umemalizika. Adhabu ya Mungu kama ni kuchomwa, mtachomwa tu. Leo nimemtizama TikTok, nimemwona kijana mmoja anajiita sijui Al-Habibi nani sio Osmani nani. Yeye anasema mimi mwanangu, mimi siku nikifa nivelisheni ile helmet ile ya bodaboda, alafu nivelisheni yale mabuti ya TANESCO, alafu niwekeeni panga hapo, nitajua namna ya kuwashughulikia malaika. Malaika unaweza kuwashughulikia? Sheikh Hussein hapa nilikuwa nasikia unazungumzia malaika. Uliwagusia hapa, Sheikh Hussein alizungumza malaika subhi. Wengine mmesahau. Umewaambia malaika, lakini hujawaambia moja ya sifa ya malaika. Mungu ameitaja sifa ya malaika, la yaasuna Allah bima amara. Malaika hawamwasi Allah kwa kile anachowaamrisha. Kuna malaika wanne wakubwa. Wangapi? Wanne. Hapa tunamzungumzia Jibril, tunamzungumzia Israfil, tunamzungumzia Mikail, na tunamzungumzia Israil au malakal mauti. Huyo malaika mmoja ana Israil, huyo malakal mauti, huyo Israil akija tu hapa akikutizama, ile tizama yake ni Mtume anasema malaika yule akimtizama mtu mbaya aliyoacha swala hiyo ni sawasawa na nusu ya uchungu wa ummatu Muhammad kutolewa roho, nusu yake lile jicho lake. Ndio maana huyu malakal mauti alikuwa rafiki yake na binani Suleimani. Yani ulikuwa ukienda kwa Suleimani lazima ukute malakal mauti. Haya, wewe Mungu akupangie yule Israeli mtoaji wa roho awe rafiki yako, utakubali? Sasa malakal mauti alikuwa anajigeuza na kuwa kama binadamu, kama navyoona mimi na Sheikh Hussein. Siku moja anafika pale amejigeuza, amekuwa umbile la binadamu.
alipokaa pale akawa anamtolea macho mwanafunzi mmoja wa Nabii Suleimani. Baada ya pale akampa mkono, akambusu, akaondoka. Yule bwana anaondoka, yule bwana anakunja msuru wake, anampata Suleimani. Yeye, naomba niambie, huyu bwana aliyokuja huyu ni mtu gani? Ni nani huyu? Suleimani akamuuliza, walimadha tasal hadha suali, ni kwa nini unaniuliza swali hili? Anasema ndio, yule mjamaa namna anavyonitazama kama vile ananidai, yani amenikodolea macho, yani amenitazama kama vile tuna ugomvi. Nabii Suleimani akamwambia, unamjua kiumbe mmoja anaitwa Malakal Maut? Suleimani, unasemaje? Unasemaje? Bwana, yule ni Malakal Maut. Huyu mtu ajua roho ndio huyu. Sema la ilaha illa Allah. Sawa sawa, leo utoke hapa ukawaambia ambao haija kwenye dua. Leo Mama Samia kaja pale Zawiani. Shoga yangu kweli. Hujampiga picha? Tuone. Nakwambia Mama Samia kaja. Ndio maana pale msikiti mmoja wa Bakhresa pale Kariakoo, Bakhresa, siku moja ile baada ya swala ya subuhi, swala akachukua wafanyakazi wake akaenda msikitini. Alipofika pale baada ya salamu alaykum wa baada ya swala, akachukua basha akaanza kugawa. Mwingine amekuta 200,000, mwingine 500,000, mwingine 50,000, mwingine 70,000 anapewa. Basi wazee wanamkia kwenye vijio vya kahawa. Jamani, leo Bakhresa, leo mashallah, unaambiwa kesho yake asubuhi msikiti ulijaa pa kuswalia hakuna. Sema subhanallah. Malakal Mauti baada ya muda akarudi, akapita kama mlangoni kama alivyokaa Mr. Gun. Sema Allahu Akbar. Yule bwana akamwambia Suleiman, huyu Malakal Mauti leo sio siku ya kwanza kuja, anakuja na muda wowote hivi ninavyosema, huenda yuko mlangoni na kwenda kumfungulia. Suleimani, mimi nikupe shingapi uambie upepo unipeleke? Basi Suleimani amemtandika msala wake, amewamlisha upepo umpeleke mfano Mbagara. Muda si mrefu yule Malakal Maut anakuja, anamwambia Suleimani, Mungu aliniambia yule kijana ulikuwa umekaa naye yuko wapi? Suleimani akamwambia, nimekuwa amri upepo umpeleke pale za Kiem. Malakal Maut akamwambia Suleimani, Mungu aliniambia nikachukue roho ya huyu bwana za Kiem, wakati nakuja hapa nimeshangaa kumuona hapa, hivi Mungu ni muongo? Allahu Akbar. Yule bwana anatua pale, anamkuta Malakal Maut amemsubiri, kaanza kumtizama. Bwana tunafuatilia na bwana wewe, yani nimekukimbia kule na umenifuata huku. Ndio maana Mungu katika ile aya Hussein anasema aina ma takun pale popote mtakapokuwa, yudrikumul maut, yatakufikieni mauti. Hata mkiwa una mabodigadi. Yuko wapi Magufuli? La ilaha illallah. Yuko wapi Mkapa? Yuko wapi Gaddafi? Wako wapi? Yani watu ambao kwamba Allahu Akbar, mtu ana hali ya juu. Unafunga kamera zako, unafunga shoti za waya, unaweka mbwa pale, alafu unaambia nyumba hii inalindwa, usipite saa 6. Kuna mbwa wakali. Sema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mimi na jamaa yangu Mchaga yuko pale Magomeni anauza magari. Yeye ana mbwa. Yani ukifika tu pale getini, hujaingia ndani, yani mbwa anatamani atoboe banda apite. Yani wale mbwa wa mafunzo, na wale mbwa wa maskari wale. Sasa unakuta mtu amewafuga mbwa mmoja anauzwa milioni 4. Sema la ilaha illallah. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie tunapopata nafasi ya kuomba, tumuombe Allah sana tukinge na uchawi. Mimi leo nimechelewa kuingia kwenye dua sababu nimekesha. Hapa mimi nilipo nina mambo mazito, nikisema ni hadisie wallahi tutakuwa tumalizi. Sisi tuna kongamano sehemu moja inaitwa Kisiju Magawa. Ile siku ya pili wa vijana wapiga PA, mzee mmoja anawaambia, hapa Magawa ingii shekhe wala ingii mganga, mtatukoma. Napanda pale jukwani nafanya dua. Tumetumiwa bonge ya kimbunga pale, nikavua miwani mkumba yule na mkumba ameniambia nitakuja kuhadisia watu wa kituo. Mkumba ananikamata, ninatetemeka, nikamwambia yani namna subhanallah, yani tumetumiwa bonge la kimbunga. Sema la ilaha illa Allah.
Muhammadar Rasulullah, la ilaha illa Allah, Muhammadar Rasulullah. Uchawi upo. Nafanya tu dua, anapanda bibi mmoja anasema, nimewala watoto wangu kwa mdomo wangu, Mwajuma ni mimi, mwanangu wa kiume yuko Dar es Salaam anaokota makopo ni mimi. Anataja pale wazee wanataka kumchoma na petroli. Kasema hapana, mtanisababishia kesi, kibali changu akiniruhusu. Pale pale tukampiga kibali. Bibi meno ya mbele yote hana, anaanza kutaja katika kijiji watu wanaowatumikisha katika uchawi. Kisiju kule Magawa, hatari huko, hatari. Watu wa Kisiju mpo hapa. Mama mmoja nimeposti status naenda Kisiju, anaambia Sharifu, mimi huko nina eka moja nimeiacha, sijui kama bado ipo. Kula ni nyumbani lakini steam nguu. Kuna vijiji vina uchawi. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Mimi nimeenda hapa kunaitwa Mkiu Sheikh Hussein. Kuna msikiti, ukifika Mkiu hapa kuna msikiti. Ijumaa nimeswali pale. Baada nilipokuwa katika hutuba nikazungumza sana wachawi. Sana ile swafa iliyokuwa imekaa mbele ilikuwa na wazee kama 7, wote wameondoka katikati ya hutuba ya kwanza. Namaliza, mzee mmoja ananiambia, Sharifu, hapa msikitini kwetu hapo unapopaona tushachimba visima 12. Unachimba leo, unamaliza, unatia mota, maji yanatoka, asubuhi yanageuka kwa damu, asubuhi yake hakuna maji kabisa. Lakini majirani wote hapa sasa nimewaachia mtihani, nimewawekea tangazo, nimewapa siku 4 watangaziane, anayefanya mchezo huu ajisalimishe. Nimewatangazia kila baada ya swala wanatangaziana, sema la ilaha illa Allah. Nikamwambia ninueni kondoo, nitakuja kufanya shughuli yangu hapa, sema la ilaha illa Allah. Tena yule kondoo tukimaliza pale Hussein atumchinji, tunamfanyia kisomo, tunamtia mafuta ya taa, alafu tunatiania. Mwenyezi Mungu, namna kondoo huyu anavyoteketea, anavyoungua huyu na aliyofanya, yani mtu anaroga mpaka msikiti. Mimi siku moja nishaye kumkamata mama mmoja hapo, anacheketua na anarudi kinyume katika zawia. Cheketu. Wallahi wa billahi, msafu huu hapa. Na pia tena ni jirani yuko hapa. Ana genge lake. Wallahi wa billahi, yule mama alikuja anacheketua na rudi kinyume. Alianzia pale. Nikafika pale nikamwangalia. Kabla mama malizia basi. Anataka mama malizia. Anacheketua, akaja mpaka hapa. Inna lillahi. Inshallah tuseme sana, tujiandae na dua, semeni inshallah. Siku ya Alhamisi na siku ya Jumapili, na Jumapili kila atakayekuja hapa semeni inshallah ajitahidi aibebe ndizi. Abebe nini? Tutafanya dua maalum kwa ajili ya ndizi na tutawaonesheni maajabu ya inshallah. Tuna mgeni hapa pia anaitwa Sheikh Mketo, atasema dakika 4 au 5, baada ya hapo turuhusiane, semeni inshallah. Tena inshallah. Watu mnachelewa sana kuja katika dua, na watu pia mnavyochelewa kwenye dua inakuwa ni sababu ya kuchelewa kutoka katika dua. Toseni leo mpaka saa 3 saa 4 dua zianze, sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo watu wazingatie muda wa kufika kwenye dua, semeni inshallah. Mpaka watu wanaounganisha kule live wanachelewa sana na wenyewe, sema la ilaha illa Allah. Tuna matangazo machache, semeni inshallah. Hapa tulizitoa bahasha. Sema la ilaha illa Allah.